Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi salli ala nabiyyina lana nuruhu fi samari wa lala afdalu al-khalqi sajidi al-rusul لم يكن في خير تشاء بلالا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم. Watukufu Islam, baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyotujalia kufanyika sehemu hii tukufu kwa ajili ya jambo tukufu la kumwadhimisha mtu mtukufu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imtithalu al-amri khairu min suluki al-adad. Nimetekeleza amri ya mashaikh zangu, yupo naibu mudiri taasisi ya Maula Islam Sheikh Isa Jinono, ayupo Sheikh Muhammad Sasa msimamiaji mkuu wa hii shughuli, ayupo Ustadh Isa naibu mtaaluma Ustadh Zinge Sandare, Sheikh Muhammad Sheikh Shaban bin Muhammad Ali na mashaikh wengine waliohudhuria hapa na mzee wetu yao Yesu wajalie na wazee wake kushirikiana nao. Yesu anamuomba atufahamu acha kilichotuma wazungumze ili watu wa Islam tupo katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tutamzungumza Mtume katika amani kwa sababu moja ya vitu ambavyo amehubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote ya da'wa ni kuhimiza sana watu wana amani na kusimamia amani. Na katika aya iliyotanguliza inayopatikana katika sura ya pili aya ya 195 Al-Baqara, Allah asema wala tulqu bi aydikum ila tahluka, msijiingize na mikono yenu katika maangamizi, msijitie katika maangamizi na mikono yenu. Maana yake utakapofanya jambo ambalo halipo kinyume katika sheria, wewe utajiingiza katika maangamizi, utajiingiza katika matatizo makubwa ya kuweza kupata madhara ambayo hayakustahili madhara yale kupata. Kwa hiyo Mungu amepata habari ya kwamba tumtengeneze sisi wenyewe kwanza amani. Hii aya inakulazimisha wewe kuwa na amani na kuisimamia amani ya nafsi yako na nafsi ya mwenzako. Mikono yako isiwe sababu ya kuingia wewe matatizo ya mwenzako, ya kwako au ya jamii nzima kwa ujumla. Na sisi wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana umri wa miaka 35 katika mji wa Makka, alikaa kwa mvua nyingi sana. Wanaosoma darasa historia, lakini baada ya Makuraishi kuikarabati na kutengeneza vizuri Al-Kaaba, imefikia wakati sasa kunachukua Hajar al-Aswad kulirejesha sehemu yake. Ikatokea magombano ya wao kwa wao, kila mmoja kuwa ni bora yeye aliweke na kabila lake, yule mwingine sio bora. Mpaka katokea mzee mwenye busara akawaambia wenzake, msiuane kule, tukaeni kusubiri mtu atakayeingia na mlango ule ndiye awe hakimu wa kutuhukumia katika hili jambo letu. Wakati huo Mtume hajakamilizwa kwa Mtume ni Muhammad bin Abdullah, lakini ilikuwa akiishi akiitwa As-Sadiqul Amin, mkweli muaminifu, maana mkweli mwenye amani. Basi aliyeingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah
Walipoingia ndani ya msikiti wa Makka, Makuraishi wote wakasema radina bil amin, tumeridhika sisi na al-amin, ambaye yeye ndiye mtetezi na mtakwaji wa matatizo haya. Mtume akatengeneza jambo lile kwa uzuri na makabila yote yakashiriki kuleta ajabu aswad katika siku yake. Amani aliyosimamia Mtume, lao angekuwa ni mtu wa mwingine wa ovyo, angesema hapana, ili hiyo ile la kabila fulani au kabila la mimi ndio bora ndio hapa, lakini akaepusha ule umwagaji damu, akaleta amani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume amani aliifanya mpaka kwa Waislamu pia alifanya amani. Wale ambao wakimtisha kuchukua, wakimtukana matusi, wakimfanyia vitimbi vikali, lakini Mtume pia alivumilia na akafanyia amani. Mtume alibakia Makka, magomvi yamezidi, risala ya Mungu ilikuwa vizuri, alimwambia sahaba wake Zaid bin Harith, nipeleke kwa nikafikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam, amani hakuna afadhali alipotoka Makka, akapigwa mawe, damu zinatiririka kutoka usuli mpaka nyayo. Zaid bin Harith anamkinga Mtume mawe yasimpige, lakini mawe ni mengi, wametupa machokora na hawa ambao wana process maandamano waweze kuvuruga amani yake. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka alipokulia mawe yale, malaika waliteremka. Jibril alayhi salam anamwambia Mwenyezi Mungu amevidhoofisha kufanya viumbe vyote vya mbinguni na ardhini vikufii wewe, lolote unalotaka lifanyike litafanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni mtu alielezwa kuwa ni amani, yeye ni sadiqul amin, alifanya Mtume kumwangalia Jibril wala malaika wengine, alimwelekea Mola subhanahu wa ta'ala, akamwambia Mola, Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Mwenyezi Mungu ongoze hawa watu wangu, hawajui kitu yote hii wanaelewa Mola kila mkono maadui wamezunguka, lakini kwa sababu ni amri yako wala sijali, tafikisha ushauri wako. Walio miongoni mwao ndio watakuja kutangaza kalima yote ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi kwa Mtume ndio kwanza tunatakiwa tusimamie amani, tunatakiwa tuilinde amani na kuihamasisha amani kwa kila kona, nyumba, mitaa, maskani na kila sehemu, tunatakiwa sisi tusimamie amani. Lao kama si amani tunayo leo tusingekuwepo kwa sehemu hii. Na kwa jua matatizo yote haya yanayofanyika yanayotokea, kuna kitu kilichoficha ndani yake, sipendi kuzungumza hicho kitu, lakini kuna mambo ambayo yamejificha ndani yake yule hayo ambayo yanafanyika, na ushahidi nao na waraka nao kuanzia mwaka 95 mpaka hapa tulipofika, mambo mengi yamejificha. Waislamu ndio wanaolinda amani ya nchi hii, na inshallah tutaendelea kulinda amani ya nchi hii. Amin. Lakini nchi hii ndugu zangu, asipokuwa na amani mafanikio yoyote. Hapa tunasema maulidi, watoto hawasoma madrasa wala sekula, watu hawajui makazi, watu watakuwa chakula pia hawajui watapata wapi. Ni juzi Dar es Salaam amani kuvunjika, nyanya moja ya tomato ile moja yauzwa shilingi 1000, kitunguu mpaka shilingi 800 imefika kimoja. Watu hawana raha, lakini amani inapokuwepo utafanya jambo lako kwa kila unavyohitaji wewe mwenyewe. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tumekuwa na watu wasojeje ndio chema sisi waumini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalizia pia bayan Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ameshatoka Taif, anawakuta mama Sumayya na mzee Yasir na mtoto wao Ammar bin Yasir wanaadhibiwa na Quraysh. Mtume hajakuwa na jeshi, awaona wauliwa. Abu Jahal amechukua salamu ampelekea mwana Sumayya usali wake, amkufa
ili aweze kusamehe na kifo. Maana Sumaia amefungwa miguu na mikono, silaha ya ni mdomo, akamfanyia mate Abu Jahal. Ni mama mwenye mimba miezi minne, akafungwa kwenye farasi kulia na kushoto, alafu akaamrishwa farasi wale wakamuua mama yule kwa chadalini na wakamtunga mkuki sehemu zake za siri. Na kila kifanya Mtume nini? Aliwaambia safaran ala Yasir fa inna maw'idakum janna. Fanyeni subira nyinyi watu wa Yasir, mashukio yenu peponi. Bado Mtume akiingiza amani kwa sababu hajakuwa na nguvu, watu wanaona ndani ya mili yao. Abu Bakar aenda katika bonde la Rawai, anamkuta Bilali anaadhibiwa kwa mchangamoto ambalo waliokwenda Maka wanalifahamu. Ukiweka nyama kwenye jiwe nusu saa nyama ile imeshaiva na unaweza kutafuna. Lakini Abu Bakar alimkuta Bilali anaadhibiwa na Umayya alayhi laana, alikwenda kwa fedha akamfanyia amani, akamtoa katika mateso, akamwashia huko. Ni Mtume Muhammad na wafuasi wake waliokuwa wakisimamia amani na kuwataka watu wawe na amani. Mtume amekaa msikitini, anaona katiba, wanajeshi wale waliokwenda doria wamekuja, wamemkamata mtu, wanamweka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anawauliza wale askari, atadiruna man akhadtum, je, mwamjua huyo mlomkamata? Wale wasema hatumjui, tumemkamata mateka, sisi tumeona yuko azajaza kwa kamata pandete. Akawaambia mkamata kidogo leo. Asema huyo anaitwa Thumama ibn Uthari, huyu ni kiongozi mfalme katika wafalme wakubwa wa nchi ya Yaman. Na huyu Thumama aliweka azma na ahadi atakapokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kumuua. Na alivyofanyiwa ihsani wa Mtume, akawaambia maswahaba, nendeni mfanyieni mateka wake kuwa ni mzuri, mfanyieni mateka wake kuwa ni mzuri, alafu kamfungulieni chakula kumletea. Maswahaba kama chakula hapa tu anaendelea nyumbani kwa mama Aisha, akamfungulia chakula kumletea, akatashika chakula kwa Aisha tende na maziwa, akajaza Thumama ambaye ni muovu, ni adui wa Uislamu na ni adui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaenda msikitini, akafungwa kwa hiyo. Tunamuuliza, hebu niambie Thumama, hapa leo ndio mbele yangu unasemaje? Akamwambia, in taqtulu dhadami, ukiniua Muhammad mleua mtu aliona damu mtu muuaji ambaye aliwaua ndugu zenu. Maswahaba wengi walimuua Thumama na wanaishi wao. Wa in ta'afu ta'afan karimi, na mkinisamehe mmemsamehe mtu muhimu ambaye ni karimu, atawalipo karimu wake mara mbili. Na kama unatamani sema mali yoyote mimi niweze kukupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka. Siku ya pili akajiuliza, maneno ni yale. Siku ya tatu maneno yale. Usikwambia basi hawawezi kushuhudia kwamba Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume. Asalla. Maswahaba sasa washangaa, rahama yote aliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bado hivyo wakataa kusilimu. Tunaambia mfungueni, msalini juu ya yale ambayo amefanywa na Mtume na yeye ndiye Mtume. Tunasema mfungueni aende zake, mwacheni aende zake akiwa na amani. Alipoondoka Thumama ibn Uthari mpaka pale kisha kageuza, akaruka zake, onekana huyo au kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Msalini. Kwa nini Mtume akamuua yule kwa sababu ni muuaji? Mtume ili rahmatan lil alamin, alifanyia ihsani na ungwana, akaona huyu lazima tumfanyie ihsani atarudi katika Uislamu. Tabia zetu sisi leo zinawahitaji wasiokuwa Waislamu katika Uislamu, nao tunaishi nao vipi katika amani, na hao baadhi yao wavunja malengo. Asalamu alaykum. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.